Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefuriami, ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Japan na Tanzania za saini hati 6 zinazolenga kutanua wigo wa ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Madaktari bingwa na bingwa bobezi wapiga kambi ya siku 5 katika hospitali ya rufaa mkoa wa Kigoma Maweni. Katika habari za kimataifa, timu ya waokoaji mjini Gaza thibitisha shambulizi la Israel kusababisha mauaji ya watu zaidi ya 50 huku 33 wakijeruhiwa. Na mkapu la habari linaanzia nchini Japan. Japani na Tanzania zimesaini hati 6 za ushirikiano kwenye sekta mbalimbali ikiwemo mafuta, uwekezaji, tiba na elimu, hatua inayolenga kupanua wigo wa kufanya kazi pamoja baina ya mataifa hayo mawili na kuwezesha kubadilishana uzoefu kwenye nyanja tofauti. Hati 6 za ushirikiano zilizosainiwa ni ushirikiano katika kuendeleza sekta ya mafuta baina ya serikali ya Tanzania na shirika la JGC la Japan, kituo cha uwekezaji Tanzania TIC na Axel Afrika kwa ajili ya kukuza uwekezaji nchini. Hati nyingine zilizosainiwa ni kati ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA na Axel Afrika kwa ajili ya kukuza uwekezaji Zanzibar, kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC na shirika la nishati la Toshiba, shirika la tiba la Tokushukai na chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa. Hati nyingine ni ushirikiano kati ya chuo kikuu cha Dodoma na hospitali ya Benjamin Mkapa na chama cha maendeleo na uchumi Afrika cha Japani Afreco. Hati hizo za makubaliano zimesainiwa Osaka nchini Japan na kushuhudiwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Kupitia makubaliano haya yatawezesha sasa kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake kisheria, badala ya kuwa nakubaliana bila sheria. Hii inafuata sheria, kanuni na taratibu katika kufanya kazi pamoja. Huu ni mwendelezo wa mahusiano mazuri tulionao kati ya Tanzania na serikali ya Japan katika kufanya kazi mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo na uwekezaji. Na matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa Expo 2025 tutapata mafanikio makubwa kiuchumi, biashara itapanda, bidhaa zetu za Tanzania zitapata masoko. Aidha, Waziri Mkuu Majaliwa baada ya kufungua kongamano la biashara, uwekezaji na utalii lililowakutanisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa Japan, amesema inaendelea na mikakati ya kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa mataifa mbalimbali duniani. Na kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TIC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia madawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kusajili kufanya kazi Tanzania. Na tumeeleza kwamba ili kufungua kampuni Tanzania tumerahisisha ujazaji wa fomu, lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara, fursa kwenye maeneo yote kama ambayo nimeeleza, kwenye kilimo, lakini maliasili na maeneo mengine ya utalii, afya na maeneo ya viwanda. Yote haya tumefungua milango. Aidha, makubaliano hayo pia yameshuhudiwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Suleiman Jafo, Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda wa Zanzibar Omari Saidi Shaaban, pamoja na Mkurugenzi wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade Bi Latifa Khamis.
Mlango umefunguka katika upande wa uwekezaji. Dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uwekezaji sasa inazidi kufunguka. Imani yetu kubwa ni kwamba tutapokuja katika swala zima la uwekezaji huu, ni waombe wa Tanzania tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha fursa hizi ambazo tunazitafuta kwa nguvu kubwa ziweze kupata mafanikio makubwa kwa wananchi wa Tanzania, na lengo letu kubwa ni kwamba kujenga uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi kutumia fursa za uwekezaji kutoka Japani, tumejipanga kama Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunatekeleza miradi ya ujenzi wa mtaa wa viwanda, wanaita industrial park. Tunatengeneza mtaa wa viwanda mmoja huko pale Unguja, eneo la Dungazuze, na mwingine huko Pemba, eneo la Chamanangu. Wanapokuja hawa wawekezaji, watatukuta tuko tayari tumewaandalia mazingira mazuri ya wao kuweka viwanda vyao. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila sekta Tanzania tunaondoka na fursa wakati tukimaliza maonesho haya ya Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, kama fursa ambazo na mafanikio tuliyoyapata kupitia ushiriki wetu wa Expo 2020 Dubai. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Ndengenye amewahimiza wakazi wa mkoa huo kufanya uchunguzi wa mara kwa mara afya zao ili kufahamu kama wana changamoto yoyote ya kiafya na kutibiwa mapema kabla changamoto hizo kuwa kubwa kupindukia. Saadi Suleiman anatuarifu zaidi. Ndengenye amesema hayo wakati akizindua kambi ya siku 5 ya madaktari bingwa na bingwa bobezi iliyoanza leo Jumatatu katika hospitali ya rufaa ya Maweni ya mkoa wa Kigoma. Lakini tunaendelea kuwashauri tufanye uchunguzi wa mara kwa mara wa afya zetu. Pengine hili linaweza likasaidia kuepuka kukutana na madaktari bingwa, kwa sababu katika hatua za awali madaktari tulionao wa kawaida, hata wale ambao sio mabingwa, wangeweza kukabili hizo changamoto zetu mapema kabla hazijawa kubwa kiasi cha kuhitaji intervention ya mabingwa. Mratibu wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni, Dr. Boniface Kilangi, amesema kambi hiyo ya siku 5 ya madaktari bingwa inalenga kutoa huduma kwa watu zaidi ya 1000 kuanzia Jumatatu hii. Upasuaji wa jumla, huduma za watoto, huduma za mifupa, huduma za masikio, pua na koo, huduma za kibingwa za magonjwa ya uzazi, na kwa mara ya kwanza tumempata daktari bingwa mbobezi masuala ya kwa wale watu ambao wana changamoto za kupata watoto. Tumempata daktari bingwa kutoka Muhimbili ambaye atahudumia wananchi wenye hizo shida. Huduma za vipimo vya kisasa pamoja na magonjwa mchanganyiko. Aidha, katika kambi hii ya madaktari bingwa, tatizo la baadhi ya wanawake kushindwa kupata ujauzito limepewa kipaumbele maalum kutokana na idadi ya wanawake wanaopitia hali hiyo kuongezeka kwa kasi mkoani Kigoma kulingana na takwimu za hospitali ya Maweni. Ni kweli takwimu zinaonyesha changamoto hii imekuwa ikiwakumba wamama wengi. Kulingana na kliniki yetu ya huduma za magonjwa ya kina mama na uzazi imekuwa ikihelemewa na wagonjwa au wateja wenye changamoto hiyo. Kwa hiyo ndio maana tumeweka mkazo na tumemwalika bingwa bobezi kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Atakuwepo mtaalamu kutoka kwenye kitengo hiko katika hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kuja kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Baadhi ya wananchi waliotoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kigoma wameshukuru kwa ujio wa madaktari bingwa na kueleza matumaini yao ya kupata huduma stahiki. Tukipata huduma hii ni kweli ni mpango wa Mungu. Ni muda mrefu vitu hivi ndiko sijaviona vinatokea. Ni jambo la kushukuru Mungu. Mimi najisikia vizuri kuja karibu kupata huduma na madaktari bingwa bobezi, kwa sababu nilikuwa nakuja mara kwa mara lakini nilikuwa sipati huduma stahiki. Baada ya kusikia taarifa hizi walitumia SMS, nikaja nije huku kupata huduma za madaktari bingwa bobezi. Ndio maana nimekuja na najisikia vizuri nije nipate huduma hizi. Tukielekea kisiwani Unguja, wakazi wa shehia ya Kisauni na maeneo jirani wilaya ya Magharibi B wamewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kuchunguza afya zao zinapoandaliwa kambi za matibabu ya bure ili kujua hali zao kiafya. Ajab Shaban Natuga anatuarifu zaidi. Katika kusogeza huduma za matibabu karibu na wananchi, serikali ya wilaya ya Magharibi B kupitia timu ya afya imeandaa kambi ya uchunguzi wa maradhi mbalimbali bure na kufanyika katika skuli ya Kisauni. Wito wangu kwa wananchi, wakisikia jambo kama hili
tuje tujitokeze, kwa sababu ukija hapa unapata dawa, unapimwa, unajijua una matatizo gani, afya yangu nzuri au una matatizo. So kama una matatizo ndio pale madokta watakupa dawa. Nawaambia wananchi wenzangu wote, wakisikia fursa kama hizi za kupima afya zetu, basi tujitokeze kwa wingi, kwa sababu tutajijua afya yetu iko vipi na unaishi kwa usalama, ushapimwa, unaishi kwa usalama na amani, na kama kuna matibabu basi unapata bure. Yamezidi utaandikiwa cheti, utakwenda kutafuta dawa hospitali. Lakini wako vizuri madaktari na ninawapongeza sana, naipongeza sana Serikali ya Mapinduzi, zoezi hili liwe endelevu. Daktari dhamana wilaya ya Magharibi Ba, Dr. Ramadhan Mikidadi Suleiman amesema zoezi hilo ni sehemu ya utaratibu wa timu ya afya ya wilaya kuandaa kambi za uchunguzi wa afya ili kupunguza gharama za matibabu kwa wananchi. Tulifanya zoezi kama hili katika shehia ya Pangawe, tulishafanya katika shehia ya Taveta. Sasa tukaona mara hii tuje na upande mwingine ambao ni upande wa Kisauni, Fumba na Maungani. Kwa hiyo hapa tunategemea tutakuwa na wananchi wa maeneo ya Kisauni, maeneo ya Maungani, lakini na shehia za jirani ambazo zipo katika maeneo hapa ikiwemo Tomondo. Kwa kweli hadi sasa mwitikio unaonekana kwamba ni mzuri, wananchi niwapongeze sana kwa hili. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Magharibi Ba, Bi Hamida Musa Khamis, mbali na kueleza mwamko mdogo wa wananchi kufuata huduma hizo, ameitaka timu hiyo ya afya kuendeleza utaratibu huo wa kuandaa kambi za matibabu. Tunapotoa huduma kama hizi kwa mfumo huu wa outreach program, basi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu kuna wengine wanashindwa kupima afya zao kwa kuona tabu tu kufuata vituo vya afya. Ingawaje kwa wilaya yetu hatuna tatizo la umbali wa vituo vya afya. Sisi kwenye wilaya hii hakuna mwananchi anaoenda zaidi ya kilomita 3 kufuata huduma ya afya. Lakini hata hivyo bado wapo ambao wanaona tabu kwenda kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo ndio maana tunafanya huduma hizi za nje. Wito wangu kwa timu yetu ya afya iendelee na kufuatilia na kuona kama kuna shehia ambazo tunahitaji kufanya hivi, basi tuendelee kutoa huduma hizi nje ya vituo vya afya mara kwa mara. Zoezi hilo la uchunguzi wa afya limejumuisha uchunguzi wa maradhi ya malaria, ukimwi, kifua kikuu, afya ya kinywa na meno, macho pamoja na utoaji wa elimu ya lishe. Na kufunguliwa kwa tawi la taasisi ya wahandisi mkoani Tabora unatajwa kuwa msaada mkubwa kwa wataalamu wa kada hiyo katika kutatua changamoto zinazowakumba wakati wa utekelezaji wa shughuli zao za kihandisi, ikiwa pamoja na wakati wa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Saidi Kapalila ana taarifa kamili. Ufunguzi huo ulitanguliwa na wahandisi hao kutembelea katika kituo cha kupokea, kupooza na kusambaza umeme kilichopo manispaa ya Tabora, pamoja na uwasilishwaji wa maudhui ya utekelezaji wa miradi kwa baadhi ya taasisi. Na hapa mhandisi mwandamizi kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Tabora, mhandisi Hamisi Maganga, anatanabaisha hali ya upatikanaji wa umeme mkoani hapa, huku mwenyekiti wa tawi akieleza malengo ya kuanzishwa kwa tawi hilo. Kwa sasa hivi hali ya upatikanaji wa umeme kwa mkoa wa Tabora ni nzuri. Vituo vyetu vyote 4 ambavyo vipo ndani ya mkoa wa Tabora vina ukubwa au vina uwezo wa kutoa megawati 85, na mahitaji ya juu ambayo yamewahi kufikiwa mpaka sasa hivi na wateja wetu wote, wateja wote wakubwa na wadogo, ni megawati 28, hivyo kufanya kuwa na ziada ya megawati takribani 57. Taasisi hii sasa imejumuisha wahandisi mbalimbali kutoka katika sehemu mbalimbali kwenye taasisi za serikali na taasisi ambazo sio za serikali. Lengo ni kutuleta wahandisi pamoja katika kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba jamii. Kama mnavyofahamu, wahandisi wamesoma katika fani mbalimbali. Wapo waliosoma fani za ujenzi, wapo waliosoma fani za umeme, wamesoma fani za maji, wamesoma fani za mawasiliano na fani zingine zote za uhandisi. Nao baadhi ya wahandisi wanatanabaisha namna ambavyo taasisi hiyo itakavyowanufaisha katika utekelezaji wa majukumu yao pamoja na hali ya tawi hilo kwa sasa. Kwa hiyo chama hiki ni muhimu na wametusogezea huduma kwamba ulikuwa ukipata changamoto na ni memba wa huyu, aidha upige simu, kuna mengine huwezi kupiga simu na kulazimu uende usafiri kwenda kule. Kwa hiyo sasa wamesogeza huduma. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa namna moja au nyingine uchumi wa nchi utaongezeka
watu watakuwa na morali ya kufanya kazi kwa sababu watashauriwa timely. Mwitiko ni mdogo wa wahandisi, lakini wahandisi tunafahamu wako wengi Tabora. Kwa hiyo natoa wito watu wajisajili kwenye taasisi hii ili waweze kuendelea kupata mambo mbalimbali mazuri. Baada ya uzinduzi wa tawi hilo, rais wa wahandisi nchini Mhandisi Asa Mwaipopo anatoa maelekezo ya serikali kwa wahandisi kuzingatia maadili ya kihandisi katika utoaji wa huduma kwa jamii. Ni kweli kwamba kuna udhaifu wa maadili katika baadhi ya shughuli na baadhi ya wahandisi, lakini sisi kama taasisi, kitu cha kwanza tuna Code of Conduct and Ethics ambayo inatoa mwongozo wa uadilifu wa wahandisi kazini na inasimamiwa, na pia wahandisi wote tuko chini ya bodi ya uhandisi ambayo nayo tunakula kiapo ili kuhakikisha kwamba tunaishi viapo vyetu. Kwa hiyo mapungufu yapo, ni vizuri tushughulike na mapungufu hayo kuhakikisha kwamba tunayarekebisha na huduma ya uhandisi iendelee kuwa na wahandisi wazuri Tanzania. Nikiripoti katika kituo cha kupokea, kupooza na kusambaza umeme kilichopo kata ya Mapambano hapa manispaa ya Tabora mkoani Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Tabora ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Ethiopia imethibitisha kesi zake za kwanza za ugonjwa wa Mpox zikihusisha mtoto mchanga wa siku 21 na mama yake katika mji wa Moyale ulioko mpakani kusini mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa mamlaka za afya iliyotolewa siku ya Jumapili Mei 25. Wizara ya afya ya Ethiopia kwa kushirikiana na taasisi ya afya ya umma ya nchi hiyo imesema kwamba kuna uwezekano virusi hivyo vimeletwa kutoka nchi jirani, ikizingatiwa kuwa baba mtoto huyo alisafiri hivi karibuni kuvuka mpaka. Mji wa Moyale ambao ni kitovu muhimu cha biashara na usafiri upo katika mpaka wa kusini mwa Ethiopia na Kenya na pia karibu na Somalia, nchi ambazo ziliripoti visa vya Mpox katika miaka hivi karibuni. Baadhi ya jamaa wa familia hiyo waliokuwa na mawasiliano ya karibu nao wamewekwa karantini kama hatua ya tahadhari. Taarifa ya pamoja ya Wizara ya Afya na Taasisi ya Afya ya Umma imesema chanzo halisi cha maambukizi bado kinachunguzwa, lakini matokeo ya awali yanaonyesha uwezekano wa maambukizi na kupitia mipaka ya kimataifa. Huku hizi zikiwa ni kesi za kwanza za Mpox kuthibitishwa nchini Ethiopia, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa nchi hiyo imekuwa katika hali ya tahadhari tangu mwaka 2022 wakati shirika la afya duniani WHO lilipotangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma duniani. Huko Mashariki ya Kati, timu ya uokoaji mjini Gaza imesema mashambulizi mabaya zaidi ya Israel katika ukanda huo imesababisha mauaji ya watu zaidi ya 52 huku 33 wakijeruhiwa.
Msemaji wa taasisi ya ulinzi wa raia Mahmoud Basal amesema shambulizi hilo lilitokea katika shule ya Fahmi Al-Jar Jawi. Wengi waliojeruhiwa ni wanawake na watoto. Mkuu wa shirika lenye utata la Kimarekani lililopanga kupeleka misaada kwenye ukanda wa Gaza amejiuzulu ghafla, hatua inaongeza mashaka kwenye juhudi za kuwafikia mamilioni ya watu wenye mahitaji kwenye ukanda huo. Mkurugenzi mtendaji wa wakfu ya kibinadamu wa Gaza, Jack Wood, amesema siku ya Jumatatu Mei 26 kwamba amelazimika kujiondosha kwenye nafasi yake baada ya kutambua kwamba shirika hilo haliwezi kutimiza majukumu yake kwa namna inavyokwenda na misingi ya huduma za kibinadamu. Shirika hilo ambalo lina makao yake makuu mjini Geneva tangu mwezi Februari lilikuwa limeazimia kusambaza milo milioni 300 katika miezi mitatu ya mwanzo ya operesheni yake huko Gaza. Lakini Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa tayari yalishasema yasingelishirikiana na shirika hilo, huku kukiwa na tuhuma za kwamba linatumika na Israel. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza kuahirisha utozaji ushuru wa 50% kwa bidhaa zinazotoka Umoja wa Ulaya uliokuwa wazi tarehe mosi Juni. Trump amesema sasa hatua hiyo itaanza kutekelezwa tarehe 9 Julai na kwamba amechukua uamuzi huo ili kupisha majadiliano na Umoja wa Ulaya. Makubaliano hayo yaliafikiwa siku ya Jumapili Mei 25 baada ya rais huyo wa Marekani kuzungumza na rais wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen, ambaye alimwambia Trump kwa Ulaya inataka kujadiliana kwa kina. Rais huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari baada ya mazungumzo hayo kwamba alishatoa kauli yake kwa kila aliyetaka kumsikiliza na kwamba sasa anatazamia pande hizo mbili zitakaa kikao haraka. Trump alishangaza kuiwekea Ulaya ushuru wa 50%, akiituhumu kwa ukaidi. Saad Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saad Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Japan na Tanzania za saini hati 6 zinazolenga kutanua wigo wa ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Madaktari bingwa na bingwa bobezi wapiga kambi ya siku 5 katika hospitali ya rufaa mkoa wa Kigoma Maweni. Katika habari za kimataifa, timu ya waokoaji mjini Gaza thibitisha shambulizi la Israel kusababisha mauaji ya watu zaidi ya 50 huku 33 wakijeruhiwa. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Tilal Sefriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.